Tuna kila sababu Bwana ya kuja mbele zako Mungu tukikushukuru kwa ajili ya neema hii ambayo imekuwa pamoja nasi siku ya leo. Basi wakati tunakwenda kusikia neno lako, tunakusihi Roho Mtakatifu wewe ukapate kutufundisha katika yale yote ambayo umekusudia katika siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Tuketi. Neno letu ambalo tunajifunza siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho kanuni za ufalme. Kanuni za ufalme. Ufalme wowote ule lazima uwe una kanuni zake. Ufalme ambao unakuwa chini ya mfalme, kuna kuwa na kanuni ambazo zinawafanya watu walio raia wa ufalme huo wajue jinsi wapasavyo kuenenda. Na katika ulimwengu wa roho ziko falme mbili. Upo ufalme wa Mungu, na tena upo pia wa pili ufalme wa shetani au ufalme wa giza. Ufalme wa Mungu katika Korinto wa kwanza pale sura 6 mstari wa 9 tukaona habari za ufalme wa Mungu. Korinto wa kwanza sura ya 6 na mstari ule wa 9. Au hamjui kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Hawataurithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Hapa tunaweza kuona ufalme wa Mungu na kanuni zake, kwamba wako watu ambao hawataurithi ufalme wa Mungu sababu huo ufalme una kanuni zake. Kwa hiyo wanatajwa hapo baadhi ya watu ambao sifa zao haziruhusiwi kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu kila ufalme unazo kanuni zake. Hata ukienda katika ufalme wa giza utakutana na kanuni zake, zaidi sana ufalme wake Mungu. Luka sura ya 9 na mstari wa 11. Kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 11. Na makutano walipojua walimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa, akawa akinena nao habari za ufalme wa Mungu. Lakini pia uko ufalme wa giza. Ufalme wa giza au ufalme wake shetani, ambao pia habari zake zimeandikwa katika Biblia. Mathayo sura 12 mstari wa 26. Mathayo 12:26. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimamaje? Ufalme wake utasimamaje shetani kama atakuwa anayatoa mashetani wenzake? Kwa hiyo hapo tunaona habari za ufalme wa shetani, kwamba upo na shetani hawezi kumtoa shetani mwenzie. Pia tutakuwa katika Efeso sura ya 6 na mstari ule wa 12. Efeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hapa pia tutakuwa na habari za ufalme wa giza, ambao ni ufalme wa giza, ufalme wa shetani huo. Na hapa tunaweza kuthibitisha jinsi ambavyo ziko falme mbili tofauti, ufalme wake Mungu na ufalme wa shetani, ufalme wa giza. Sasa katika maandiko, kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, Mathayo 6:33, tunaona hapo Biblia ikisema ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake,
na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo Biblia ndio jinsi ambavyo watu wa Mungu au wale ambao wanataka kuingia katika ufalme wa Mungu utafute huo ufalme. Utafute huo ufalme. Utafuteni kwanza ufalme wake, alafu katika ufalme wake kuna haki yake. Kuna haki yake, ziko kanuni. Utafuteni ufalme wake na haki yake. Kuna haki zake, kuna kanuni zake. Na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kila ufalme hakuna ufalme ambao lazima mtu mwenyewe auendee. Kuna ufalme wa giza, ufalme wa shetani, watu wenyewe wanauendea ufalme. Ufalme wa Mungu pia hauji hivi hivi, mpaka mtu autafute, auendee, au na haja nao. Alafu pia hata akishajua jinsi ya kupata ufalme wa Mungu, basi ajue kwamba kuna haki yake. Kwa hiyo mtu anapokuwa anautafuta ufalme wa Mungu na haki yake, ufalme wa Mungu na haki yake, basi hayo yote mtazidishiwa. Amen. Mengine yote ambayo tunayahitaji katika maisha yetu tutazidishiwa, ikiwa tutaupata ufalme alafu na haki yake na kanuni zake, tukao tunatembea katika hizo, mengine yote tutazidishiwa. Kila ufalme unao uwezo wake. Katika ufalme kunakuwa na mamlaka, kunakuwa na nguvu, kuna majeshi kwa hiyo ufalme. Hata falme za kibinadamu yako majeshi kwa ajili ya kulinda huo ufalme. Kunakuwa na majeshi nchi zote, falme zote kunakuwa na majeshi. Hata katika ulimwengu wa roho pia yako majeshi kwa ajili ya ufalme huo. Na ndio maana tunaona ufalme unakuwa na nguvu. Ufalme wa Mungu pia una nguvu kwa sababu na wenyewe una majeshi yake. Kila ufalme unakuwa na uwezo wake, unakuwa na nguvu zake na utukufu wake. Na raia wa ufalme unaohusika wanapaswa katika kuishi kwao kuweza kuangalia kanuni zinazohusiana na ufalme huo, ili waweze kufanikiwa au waweze kupata ustawi. Katika kitabu cha Daniel sura ya 2 mstari wa 37, Daniel sura ya 2 na mstari ule wa 37. Daniel 2:37, wewe mfalme, ufalme wa ufalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Kwa hiyo ufalme unakuwa na uwezo, unakuwa na nguvu, alafu unakuwa na utukufu. Kwa hiyo katika ufalme wake Mungu, naomba kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, ufalme wake, yani ufalme wa Mungu na haki yake, yani kanuni zake. Na hiyo mengine tunapata kuzidishiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza juu ya kanuni za ufalme, ili sasa kwa kupata ufalme na kutembea katika kanuni zake au haki zake, bali kwa namna hiyo tunayo nafasi ya kuweza kustawi na kuweza kufanikiwa katika ufalme unaohusika. Zaidi sana sisi watu wa Mungu ambao tunatembea katika ufalme wa Mungu, ili tuweze kufanikiwa, hatuna budi kuzijua kanuni mbalimbali za ufalme wa Mungu. Na kanuni hizi hatuwezi kuzifahamu ikiwa sisi si watu tunaojifunza. Katika kujifunza neno la Mungu ndipo tunapoweza kupata nafasi ya kujifunza kanuni mbalimbali. Kanuni mbalimbali katika ufalme, kunakuwa na kanuni nyingi, na hivyo ndivyo watu wengi kwa kutokuzijua kanuni za ufalme wanavyoweza kuishi ndani ya ufalme huo na wasifanikiwe katika maisha yao. Unaweza kuona kwa mfano, wako watu ambao ni wa Tanzania na wako ndani ya taifa hili, lakini kwa sababu ya kutokujua kanuni zinazotawala, sheria, maagizo ambayo tumejitungia sisi wenyewe
kuwa sheria za nchi hii katika bunge, na mtu haoni sababu ya kutaka kujua sheria au amri, kanuni mbalimbali zinazohusiana na nchi yetu, taratibu za kiutawala, matokeo yake wako watu ambao wanaingia magerezani na kufungwa, na anasema mimi nilikuwa sijui kwamba kufanya hivi ni kosa, nilikuwa sijui. Kumbe ziko kanuni mbalimbali, ziko sheria mbalimbali, na wako watu wengine wako magerezani wamefungwa vifungo vya maisha. Alikuwa ajui kwamba akifanya kosa la kubaka anaweza kaishia jela maisha yake yote, na sasa amekamatwa, imethibitishwa kwamba kweli alifanya kosa hilo, na ndio umefungwa kifungo cha maisha. Mtu huyu hawezi kuenjoy tena maisha yake, hawezi tena kufanya lolote lile, maisha yake ataishia gerezani, lakini ni Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo hata katika ufalme wa Mungu. Tunaweza tukawa ni watu ambao tumeokoka, lakini kwa sababu hatuzijui kanuni, na tunadhani tu kwamba ni swala tu la kuokoka, mimi nimeokoka, lakini hautembei katika kanuni, hautembei katika maagizo. Kanuni hizo zinaweza zikakutia katika kifungo na usione jema lolote, usione mafanikio yote, na ukawa unashangaa, kwa nini mimi nimeokoka lakini kwa nini mimi niko hivi? Unatembea katika haki za ufalme wa Mungu. Utafuteni ufalme wa Mungu na nini? Na haki zake, na hayo mengine mtafanya nini? Sasa unaweza usizidishiwe wala usione chochote, kwa sababu hutembei katika haki za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 5 mstari wa 19. Mathayo sura ile ya 5 na mstari ule wa 19. Maandiko hapo yanasomeka: basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kumbe mbinguni kuna watu unaohesabika kwamba ni watu wadogo na watu wakubwa. Tofauti ipo katika kuzijua kanuni, kuzijua amri na kuzitenda, au kuto kuzijua na kuto kuzitenda. Mtu ambaye hajui, hatendi wala hafundishi, maana kwa sababu huyo atakuwa ni mtu mdogo sana kule mbinguni. Lakini mtu anayezitenda alafu akawafundisha na wengine, maandiko yanasema kwamba huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna mtu atakayekuwa na kulazimisha hapa duniani kwamba lazima ufanye kanuni hizi, lazima uishi hivi, lazima ufuate maagizo. Hakuna atakayekulazimisha, hakuna atakayekusukuma wala atakayekuuliza. Lakini hizo ndizo zitakazoamua hatima yako, kwamba utazidishiwa, utabarikiwa, au wewe utakuwa ni mtu mdogo sana katika ufalme wa mbinguni, au utakuwa ni mtu wa namna gani. Inategemea jinsi mtu yeye mwenyewe anavyojitahidi kujifunza na kujua ufalme wa Mungu na kutenda na kuwafundisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kumbukumbu sura ile ya 28 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 2. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake, ndio kanuni hizo,
tuweze kuyafanya maagizo yake ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Hapo chini kuna orodha ya baraka nyingi sana, vitu ambavyo Mungu atakupatia na kukuzidishia kwa sababu umeutafuta ufalme na haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa ni mtu uliye kinyume, wewe umeupata ufalme sawa, umeokoka, lakini hukujishughulisha kujua kanuni za ufalme, kujua maagizo ya ufalme, hapo tena usitarajie kwamba kutakuwa na mambo mazuri mema utakayopata yatokanayo na ufalme wake Mungu. Kumbukumbu 28 mstari wa 15. Kumbukumbu 28:15. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kuyafanya maagizo yake yote na amri zake, ndio kanuni hizo ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujilia laana hizi zote na kukupata. Inakuwa ni kinyume. Mtu asiyeenenda kwa kanuni, asiyeenenda kutokana na haki yote ya ufalme wa Mungu, inakuwa ni kinyume. Badala ya baraka inakuwa ni laana. Kama vile nilivyotoa mfano kwamba huyo mtu kweli ni raia, lakini anatembea kinyume na kanuni na maagizo na sheria ambazo tumejiwekea wenyewe hapa nchini, unaweza kujikuta umeishia gerezani. Na gerezani hatuwezi kusema wewe umebarikiwa. Kama utatoka gerezani, utajua kwamba huyu mtu sasa amekwenda kinyume na kanuni tulizojipangia, kwamba mtu asiweze kufanya vitendo hivi na hivi na hivi, atahesabiwa hatia na adhabu zake zitakuwa ni hivi. Kwa hiyo maana kuona ni muhimu sana kuwa na wakati ambao na mtu kuwa na bidii ya kujifunza kujua haki za ufalme wa Mungu, maagizo na kanuni zake, ili kutokana na hizo iwe ni baraka. Amen. Na tena maandiko yanasema kwamba wafundishe na wengine. Utakapokuwa wewe mwenyewe unaziishi na kuwafundisha wengine, utaitwa mtu mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 22 mpaka 24. Yakobo sura ile ya kwanza mstari ule wa 22 mpaka 24, maandiko yanasema hivi: lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Biblia inasema ili sisi tuhesabike kwamba ni watu ambao tumeupata ufalme wa Mungu, na tena tunajua na haki yake, na tunazitenda haki zake. Aishi tu katika kujifunza na kujua, lakini tunakuwa watendaji wa mambo yale ambayo tumejifunza, na si wasikiaji tu. Kwa sababu tukiishia tu kwa wasikiaji, Biblia inatufananisha na mtu ambaye amejiangalia katika kioo, mara akasahau jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake ni pale ambapo tunautafuta ule ufalme, na pale ambapo tunazijua haki mbalimbali za ufalme wa Mungu, maagizo mbalimbali, amri mbalimbali, sheria mbalimbali, tunakuwa ni watendaji. Na heri yeye aliye mtendaji. Amen. Na sio msikiaji tu. Heri yake mtu wa namna hiyo. Sasa wakati tuziangalie kanuni chache kutokana na muda wetu tulio nao, alafu kwa kuzijua hizi na zingine nyingi ambazo tunajifunza kila siku ya neno hapa, hizo zote ni kanuni mbalimbali tunazojifunza juu ya ufalme wa Mungu. Leo kwa muda tulio nao fupi, tutajifunza kanuni chache, na Bwana atusaidie tuweze kuzitendea kazi hizo katika jina la Yesu.
Kanuni ya kwanza ni kanuni ya kupanda na kuvuna. Kupanda na kuvuna. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7 mpaka wa 9. Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 7 mpaka mstari wa 9. Kanuni ya kupanda na kuvuna. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaeleza jinsi ambavyo apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hiyo ni kanuni. Katika Mungu kuna kupanda, na katika Mungu kuna kuvuna vile vile. Kama mtu alipanda mahindi, atavuna nini? Huwezi kupanda mahindi ukavuna ngano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kama mtu huyu katika kutenda kwake ni mtu ambaye anafanya mambo yaliyo mabaya, usitarajie wewe kupokea mema yaliyo mazuri. Umepanda mabaya, utavuna mabaya. Ndio maana yake. Apandacho mtu, unapanda katika mwili. Yaani kwa maana kwamba wewe matendo yako ya mwili, yale ambayo yanatajwa katika Galatia sura ya 5, matendo ya mwili ndio haya. Ndio hayo ambayo yanatajwa hapo kwamba kupanda katika mwili. Labda angalie hapa kwa Galatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka mstari ule wa 21. Galatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka 21. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi, mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Amepanda katika mwili. Mtu yule ambaye amepanda katika mwili hawezi kuvuna mema, hawezi kupata mema. Maana apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo mtu namna hiyo hawezi kupata mema yoyote. Yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Kupanda katika Roho ndio hayo ambayo yanatajwa hapo kuanzia mstari ule wa 22. 22 sura ya 5 unaweza kuona hapo matunda ya Roho yanatajwa hapo. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kuna sheria. Kwa hiyo mtu ambaye anapanda katika Roho, anapanda katika mambo ya Mungu, anayejifunza katika neno lililo Roho, na anakuwa ni mtendaji katika hayo ambayo tunajifunza katika Roho. Na tukasema kwamba mtu wa namna hiyo atavuna uzima wa milele. Amen. Kwa hiyo ni kanuni ya kwanza ambayo tunaiona katika kupanda na kuvuna, ya kwamba hatuwezi kuvuna tusipopanda. Lazima kwanza tupande. Lazima kupanda. Kwa hiyo chochote unachokifanya katika kumtumikia Mungu, chochote chema unachokifanya ndani ya kanisa, utumishi wowote ule ambao unaofanya hapa, wajibu wowote ule ambao unaofanya hapa, unapanda na watu hawajui. Wewe angalia wakulima, msimu wa kupanda unapokuwa umefika, wakati wa kupanda wanajua hangaika kupanda mazao, maana wanajua utakapofika msimu wa mavuno atavuna vile alivyovipanda.
Kwa hiyo watu watakuwa wanaondoka nyumbani asubuhi, anaenda kushinda shamba, anarudi shamba jioni, jua limezama. Anajua majira ya kuvuna itakapofika itakuwa ni mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo watu wa Mungu, watu wa rohoni wanavyokosa akili na ufahamu, wasijue ya kwamba chochote kile ambacho anakifanya katika kazi ya Mungu, mtu huyu anapanda na majira ya kuvuna lazima yatafika. Na ndio maana hatufanani kanisani. Wako watu ambao ni lialia kila siku, lakini muulize amepanda nini wakati wa majira ya kupanda? Hakuna alichopanda. Lakini aiti yuko kanisani hapa anasubiri kubarikiwa, anasubiri kuvuna. Unavuna nini katika mambo ambayo hujapanda? Kuna kanuni katika ufalme wa Mungu. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda upepo utavuna tufani. Kupanda upepo ni kuto kupanda chochote, yani 0 plus 0, sifuri ukijumlisha sifuri. Hesabu za shuleni unapata ngapi? Unapata ngapi? Tena sio moja, maana ukijumlisha sifuri na sifuri, sifuri tunakuwa ngapi? Wengine msoma hesabu hapa. Shida hiyo. Sifuri ziko mbili ukijumlisha hapo ndio inakuwa sifuri. Hosea sura ya 8 mstari wa 7. Fungua kitabu cha Hosea sura ile ya 8 na mstari ule wa 7. Kitabu cha Hosea. Wewe unapanda nini? Mtu mjanja kila siku anapanda. Na kama unapanda kila siku, maana yake ni kwamba kila siku wewe unavuna. Huo ndio ujanja. Hosea sura ya 8 mstari wa 7. Kwa maana wao hupanda upepo, nao watavuna tufani. Unajua tufani? Tufani tunajua. Upepo ni huu wa kawaida ambao unavuma. Yaani unaweza kuona majani yatikisika, kiangalia nje majani yatikisika, kuna kuona upepo unapita kule. Amen. Tufani ni ule upepo unaokuja kwa nguvu ambao unang'oa miti, unaizua majumba, unaangusha si vitu gani, ile inaitwa ni tufani. Tena wakati mwingine ni upepo unaoambatana na mvua na radi, nyumba zinaizuliwa, miti inaanguka, ile inaitwa ni tufani. Sasa ukipanda upepo ambao hautembei kwa kasi kubwa, mavuno yanakuwa mengi. Kama vile unapopanda punje moja alafu unavuna gunzi. Maana ni kwamba usipopanda ikiwa 0, haiji 0 tena, inayokuja ni hasara. Wanaweza sifiwe. Umepanda upepo utavuna nini? Inaitwa tufani. Hii ni Biblia, sio maneno yangu. Umepanda upepo utavuna tufani. Hebu angalia ndiko lingine. Luka sura ya 6 mstari wa 38. Luka 6:38. Kuna watu hawajui kanuni za ufalme. Anataka kuvuna mahali ambapo hajapanda. Inasikitisha sana. Luka 6:38. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Hili ni neno liko wazi. Waweza sifiwe. Ni neno liko wazi kwamba wape wengine vitu. Kuna watu hapa wanalalamika, yaani mimi wapendwa, yaani hakuna hata mpendwa ambaye amewahi kunipa kitu. Yaani hapa kanisani upendo haupo kabisa. Sijawahi hata mpendwa mmoja akanipa chochote. Wewe ulishapanda? Umepanda, unataka kuvuna mahali ambapo huu ni wizi. Unaona shamba la mtu limesawa hapa, mahindi yamekomaa vizuri nini, alafu tena unakuja na kapu lako unataka kuvuna. Si wizi huo? Lakini mtu ambaye amelima shamba lake, amepanda shamba lake, amelifanyia palizi, limeotesha vizuri, ameliangalia, mahindi yamestawi, hivi siku ukienda na kapu lako pale unavuna, kuna mtu atakuuliza? Hakuna mtu atakuuliza.
kwa sababu ulipanda na majira yako ya kuvuna yamefika katika jina la Yesu. Sasa katika kanuni za ufalme wa Mungu ni hivyo hivyo. Wewe umekuwa ni mtu wa kujibanabana, unakuja mikono unaiweka nyuma, mikono yako ni mifupi, alafu unaangalia wengine, nasubiri wengine waje wengine. Nani unayemsubiri? Ulipanda wapi? Lini? Si mtu wa kuwajali watu, na wewe Mungu atakupa kuvuna hicho hicho. Hujali watu, na wewe hakuna mtu atakujali katika jina la Yesu. Uwahurumii wengine, na wewe watu hawatakuhurumia katika jina la Yesu. Ni kanuni ya kimungu. Kuna upendeleo, wengine wanahudumiwa, wengine. Wewe kuna kanuni za ufalme wa Mungu, sio upendeleo. Ulifanya hivyo kwa wengine, kama ukufanya unavuna na wewe kwa majira yako katika jina la Yesu. Yaani utashangaa tu watu wanazuiwa. Mbona ilikuwa hivi wakati ule kwa fulani? Apandacho mtu ndicho atakachofuna. Kwa hiyo wengine hapa mnavuna, alafu mnalalamikia mavuno yenu. Unalalamikia mavuno yako mwenyewe uliokuwa ni shamba lako, ulipanda mwenyewe upepo. Sasa unavuna tufani, unamlalamikia nani? Vuna hiyo tufani, ni ya kwako hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ya 6 mstari wa 26 mpaka 27. Kitabu kile cha Luka sura ya 6 mstari wa 27 mpaka 28. Lakini nawaambie nini? Wapendeni Lakini nawaambia ninyi mnaonisikia, wapendeni adui zenu, watendeeni mema wale ambao wawachukia ninyi, wabarikieni wale ambao wawalaani ninyi, waombeeni wale ambao wawaonea ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Akupigae shavu moja, mgeuzie la pili, naye akunyang'anyaye joho yako usimzuilie na kanzu. Kwa hiyo maandiko hapa yanaelezea jinsi ambavyo tunatakiwa kuwapenda adui zetu na kuwabariki wale wanaotulaani. Hiyo ni kanuni ya kifalme. Amen. Hii ni kanuni ya mbinguni, sio duniani hapa. Na tumeagizwa sisi kuiishi hii kanuni ya mbinguni, kwa sababu ndiyo kanuni ambayo Mungu aliitumia hata kutuokoa sisi ambao tulikuwa ni wenye dhambi, lakini akatupenda. Kama angalitumia kanuni ya duniani, sisi tulio wabaya tangu mwanzo, angetuacha katika ubaya wetu, angalituacha katika dhambi zetu. Lakini yeye anawapenda wanaomchukia, anawaokoa wenye dhambi, anawapenda wenye dhambi. Wapendeni adui zenu, wabarikieni wale wanaowalaani ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Warumi okay, hapa hii ni kanuni ya 3 hapa tunaingia hii, wapendeni adui zenu. Hii hapa tunaiangalia. Warumi sura 12 mstari wa 19 mpaka 21. Warumi 12 mstari wa 19 mpaka mstari ule wa 21. Mstari wa 19 mpaka 21. Warumi 12. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Hiyo ni kanuni ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usilipize kisasi. Wewe mpende huyo mtu.
mpende. Lakini katika kumpenda unajua kisasi ni juu yake nani? Bwana atalipa. Kama ana njaa mpe ale ashibe, ana kiu mnyweshe. Bwana Yesu asifiwe. Wala wewe usimgeuzie katika kile alichokufanyia. Hiyo ni kanuni ya ufalme wa Mungu. Usilipize kisasi. Mpende adui yako, mlishe kama ana njaa, mnyweshe kama ana kiu. Kwa kufanya hivyo unampalia makaa ya moto kichwani pake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kanuni. Waefeso sura 6 mstari wa 8. Waefeso 6 mstari wa 8. Mkijua ya kuwa kila neno jema ajitendalo mtu atapewa lilo lilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Mkijua ya kuwa kila neno jema ajitendalo mtu atapewa lilo hilo. Ndio maana hata ile kauli ya Kiswahili sema kwamba tenda wema nenda zako. Tenda wema nenda. Usisubiri yule mtu afanye nini? Kushukuru sio akulipe. Sisi tunajua kwamba kila tendo jema tunalolitenda Bwana, sio huyu mtu, Bwana Mungu wetu atatutendea vivyo hivyo, sio huyu. Kwa hiyo usihangaike na huyu mtu ambaye umemtendea jambo jema kwamba sijui yani hajarudisha shukrani, yani hajali, yani tunafanya hivi. Sisi hatumsubiri huyo. Sisi tunajua tukitenda jambo jema Bwana atatutendea hilo hilo, tena zaidi ya hilo, katika jina la Yesu. Msaidie mtu, mwache aende zake. Kama huko anakokwenda anakunena vibaya, shauri yake. Huko alikokwenda sio anafanya nini, shauri yake. Lakini sisi tujalo ni kwamba Bwana atatutendea hilo hilo na kuzidi, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kanuni nyingine, kanuni ya 4, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Hiyo ni kanuni. Kwamba ukimtii Mungu, wewe nawe ukimkemea shetani atakimbia. Usipomtii Mungu, usipolitii neno lake, utamkemea shetani, yeye naye hata kutii wewe. Ndio maana sasa kuna mambo mengi ya kujifunza hapa, kwamba mkemea shetani haina maana mapepo tu, lakini kuna kazi zake. Kuna kazi za ibilisi katika maisha yetu ambazo zinainuka kinyume chetu. Hizo nazo huwa tunazikemea kwa jina la Yesu. Kwa hiyo inategemea ikiwa sisi wenyewe ni watu ambao tunamtii Mungu au tunalitii neno la Mungu, na ndipo hayo nayo tutakapoyakemea kwa jina la Yesu yatakapoondoka maishani mwetu, yatakapokimbia. Lakini kama hakuna utii kwa Mungu, pia hakutakuwa na utii pale ambapo tutashughulika na shetani na kazi zake. Hiyo ni kanuni. Karibieni Mungu naye atawakaribia. Yakobo sura 4 mstari wa 7 mpaka 8. Kitabu kile cha Yakobo sura 4 mstari wa 7 mpaka mstari ule wa 8. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Kumkaribia Mungu, vile tunapokuwa tunamtafuta Mungu kwa bidii, iwe ni kwa maombi au kwa kujifunza, kuja hekaluni mwake kama hivi, huko kote kunaitwa ni kumkaribia Mungu. Sasa sehemu nyingine maandiko yanasema kwamba Mungu ni Mungu aliye karibu, wala si Mungu aliye mbali. Sasa inategemea tu ikiwa sisi wenyewe ni watu ambao katika maisha yetu tunatafuta kumkaribia Mungu. Na tunapomkaribia Mungu, maana ni kwamba anakuwa ni Mungu aliye karibu. Maana ni kwamba hata pale ambapo tunamwita ataitika kwa haraka,
Pale ambapo tutakuwa tunamhitaji ataonekana kwa haraka, maana ni Mungu tuliyemkaribia na yuko karibu sana na sisi na anatenda kwa ukaribu, yani kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Maana pengine kwamba niite nami nitaitika, nami nitaonyesha makubwa ugumu msiofanya nini, msioyajua. Sasa kuna kumwita Mungu na asiitike, anakuwa ni Mungu aliye mbali, kwa sababu hatuna maisha ya kumkaribia Mungu, hatuna maisha ya kumtafuta Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuwa ni Mungu aliye mbali, na mtu aliye mbali ukimwita anaweza sisikie, kwa sababu yuko mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanuni yake Mungu, tumkaribie, tumtafute, tuwe karibu naye katika maombi, katika kujihudhurisha ibada, popote panapohitajika pale, mahali ambapo Bwana anatuhitaji. Uwepo wetu pale, huko kote ni kumtafuta Mungu, ni kumkaribia Mungu. Yeye naye tutakapomhitaji atajionyesha kuwa ni Mungu aliye karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nayo ni kanuni hiyo. Karibieni Mungu naye atawakaribia, ni kanuni. Na kinyume chake tunaweza kumtafuta sana Mungu na asionekane, tukamwita sana asiitike, kwa sababu kwetu si Mungu aliye karibu. 5, naangalia hapa kanuni cha 5. Kanuni 5 maana nasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Mungu huwa pia anawaheshimu wanadamu kama jinsi ambavyo sisi tunamheshimu, lakini pia Mungu yeye naye kuna watu anawapa kipaumbele. Hatufanani kama jinsi ambavyo wako watu ambao tunawaheshimu duniani kwa sababu ya utumishi wao, nafasi zao, madaraka walio nayo. Vivyo hivyo mbinguni, unaweza ukajitengenezea heshima mbele za Mungu au ukajiharibia heshima yako mbele za Mungu, kwa sababu Mungu amesema mtu akimtumikia atamheshimu. Yohana sura 12 mstari 26. Yohana sura 12 mstari 26. Mtu akinitumikia na anifuate, nami ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Watu wengi leo wako makanisani hawaheshimiwi na Mungu. Kwa nini? Hakuna utumishi wote wanaofanya. Hizi kanuni ni muhimu sana kuzifahamu. Amen. Yaani zinakupa mwongozo wewe mwenyewe wa kujua kwamba nikiwa hivi mbele za Mungu inakuwa hivi, nikifanya hivi Mungu anafanya hivi. Yaani utajisikia mwenyewe burudani, alafu utakuwa unafanya kwa kupenda, utakuwa unafanya kwa kufurahia, utakuwa unafanya yani kwa ari, kwa moyo na kwa ari, kwa sababu unajua upande wa pili kanuni inasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wengi wamekaa tu hivi na yani shetani anafurahia kwamba anawazuia hawa watu wasimuone Mungu kwa viwango vilivyokuwa vinahitajika, sababu kuna kiwango ambacho mtu wa Mungu anatakiwa ukifikie, hata watu wengine wapate kukiri kwamba hakika huyu ni mtu wa Mungu. Yaani wale ambao waona Mungu wale wakikuona wewe maisha yako na namna, asema huyu mtu ni mtu wa Mungu. Huyu ni mtu wa Mungu. Kwa nini? Ni mtu ambaye unaziendea zile kanuni za kimungu kiasi kwamba Mungu anajidhihirisha kwako katika maisha yako, na watu wengine wanaona, watu wengine wanakiri kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Lakini leo watu kwa kukosa maarifa, hawamjui Mungu, hawazijui kanuni za Mungu, hawajui ya kwamba wasipotembea katika kanuni hizo wasitarajie kuona jambo lolote. Na ndio wengi ambao tunao leo makanisani ambao anategemea maombi. Mimi niombee. Hata tukikuombea, Mungu ni Mungu wa kanuni. Analiangalia neno lake apate kufanya nini? Kulitimiza. Kwa hiyo ikiwa Mungu amesema kwamba mtu akinitumikia nitamheshimu, hilo ni neno lake mwenyewe.
Hili neno lake na lazima ataliangalia na kulitimiza. Kwa hiyo watu wa Mungu, tusiwe wajinga. Tusiwe wajinga. Kuna kanuni za ufalme. Hebu tembea katika hizo kanuni, alafu uone kama Mungu si mwaminifu, atatenda kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 mpaka 26. Kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 mpaka 26. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitaitimiza. Hebu angalia maneno ya jinsi yalivyo mazito. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Kubariki chakula na maji maana nini? Kitu kilichobarikiwa, kama jinsi ambavyo wakati mmoja Yesu alibariki samaki wale walikuwa si wawili, mikate ile mitatu, wakala watu 5,000 wakala katika mikate mitatu iliyobarikiwa na visamaki viwili, na bado mabaki au masazo yaliyokusanywa pale yakapatikana mengi. Kwa kitu kilichobarikiwa maana ni kwamba kinaongezeka, kinakuwa kingi, kinatosheleza katika uchache wake. Kile kitu kinatosheleza na kubaki. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyebarikiwa, kwa mfano, mtu aliyebarikiwa hali sana mtu aliyebarikiwa hali sana. Ukiona mtu anajiza rumbesa hivi, unajua hapa mna kitu hapa. Mtu aliyebarikiwa kidogo tu kidogo tu, lakini akile kile kidogo, yani ameshiba. Sasa kuna watu hapa wanatumia pesa nyingi kula sana na bado washibi. Anapiga ni ugali hivi, jasho linamtoka, akitembea kidogo tu baadaye njaa inauma, inabidi tena ingize mkono mfukoni. Wewe hujabarikiwa. Mtu aliyebarikiwa anaweza kanywa chai kidogo tu, alafu unafika mchana hasikii njaa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyo amebarikiwa. Mungu anasema nitakibariki chakula chako na maji yako. Unakuta mtu yuko tu peke yake au kwa wawili au watatu, kiloba cha unga kitoshi. Sasa nini? Matumbo yenu yana nini? Kuna viwavi huko ndani. Hiyo ni shida. Mtu aliyebarikiwa haiwi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba mtu akitumikia baba atamheshimu. Unaheshimishwa. Yaani wewe mambo yako yanakuwa, yani Mungu ameyabariki, na uhitaji wako unakuwa ni mdogo sana namna hiyo, kwa sababu umebarikiwa katika jina la Yesu. Chakula chako kimebarikiwa katika jina la Yesu. Kanuni ya 6. Ukiwasamehe watu na wewe unasamehewa. Hiyo ni kanuni ya ufalme. Ukiwasamehe watu na wewe unafanya nini? Mathayo sura 6 mstari wa 14 mpaka 15. Mathayo 6:14-15. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Watu wanafanya mchezo ile andiko. Na kuna watu waliokoka ambao wanawabeba watu kwenye vifua vyao, ambao hawajamaliza nao, hawajawasamehe na sio ana chuki, sio ana uchungu naye, ana chuki naye, yani akimwona sio anajisikia vibaya, si nini. Wewe yani hivyo ulivyo ndivyo na Mungu anapokuwa kwa hivyo. Na nimekutana na watu ambao wana matatizo kwa sababu ya roho ya kutokusamehe. Tutakutana nao
mpaka mtu mwingine anakuwa, yani inakuwa ni mlango kabisa wa kipepo. Mtu anapatwa na matatizo ya kipepo kabisa, lakini kumbe ana uchungu na roho ya kutokusamehe kwa sababu ya mambo fulani ambayo alifanyiwa. Huna sababu ya kukaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Huna sababu ya kufanya hivyo. Samehe. Na unaposamehe ni kwa faida yako wewe, sio faida ya yule aliyekukosea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa faida yako, kwa faida yangu mimi, ili ndani ya moyo wangu nisiwe na majeraha, nisiwe na makwazo, moyo wangu uwe safi. Heri mwenye moyo safi, maana huyo atafanya nini? Atamwona Mungu. Lakini moyo wako ukiruhusu makorokocho, huko ndani kuna uchungu, kuna visasi, kuna maumivu, kuna mtu sijui alikufanya nini, huyu mwingine ukimwona huku simekuaje, sio nini, unakosa raha. Matokeo yake hata usingizi au lali vizuri, unaweza kusikia sio kifua kinauma, sio moyo unauma, makorokoro hayo. Samehe. Ukisamehe na wewe unasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa faida yako wewe, sio faida ya yule mtu aliyekukosea. Ndio maana Yesu pale msalabani, wale watu walikuwa wanampiga na alikuwa anajua kwamba hao wananipiga ili waniue. Lakini ili asife katika uchungu, asife akiwa na kisasi, akawaombea wale watu kutoka ndani moyoni, Baba wasamehe hawa, maana hawajui. Wakati anawaombea wala hawakuomba msamaha, walikuwa wanaendelea kumpiga. Sema tena, anasema nini huyu? Anasema nini? Wanampiga zaidi. Anasemaje? Wanampiga. Lakini yeye alikuwa amewasamehe, moyo wake ni mweupe. Muda mfupi baadaye akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yuko salama. Wako watu wataangamia na kwenda motoni kwa sababu ya dhambi ya kutokusamehe. Hiyo ndio baya zaidi, kwamba mtu atabaki hivyo maisha yake yote, alafu itafika wakati anaondoka na yeye hakusamehewa. Sasa kama kusamehewa unaishia wapi? Utaishia wapi? Hiyo kanuni ni ya muhimu sana. Watu wa Mungu, tusamehe. Tusiposamehe, na Mungu amesema yeye naye hatafanya nini? Hata tusamehe. Wewe ukiona kuna tatizo, kuna uchungu, uwezi kama dada mmoja ambaye nilikutana naye, kuna mwombea namna hii, nikaona maombi hayaendi. Nikamwambia hebu kaa kwenye kiti kwanza. Nikamwambia wewe una tatizo la kutokusamehe. Maana nilikuwa ninamwona amejaa uchungu, yani ana uchungu. Nikamwambia usiposamehe ili tatizo liondoke. Limekuja hili kwa sababu ya uchungu ulio nao. Hebu ruhusu uchungu uondoke. Nimemwambia, akaanza kulia. Akasema, mtumishi, siwezi kusamehe. Yaani katika hili hapana, siwezi. Sio kwamba sitaki, lakini imefika mahali hata nikisema nisamehe yani haitoki. Nikaweza tuombe kwanza hapa. Tukaomba naye kawa anaomba Mungu na mimi namuombea. Ilikuwa ni roho ile ikamwachia. Ilipomwachia ile roho, wakati anaendelea kumwombea, unajua kilichotokea? Akaanza kucheka. Lakini haikuwa kicheko cha kawaida. Akawa anacheka. Kumbe kucheka kule sasa ilikuwa amefunguliwa. Sasa amani ya Kristo na furaha ya Roho Mtakatifu imeingia ndani yake, akaanza kucheka. Nikajua huyo amefunguka. Na nikamwambia, inuka. Haya, angalia pale pale kwa nauma. Hasa sisikii tena. Kama umeshafunguliwa, umesamehe na kile kitu kimeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wengine wanateseka, wanatafuta kuombewa, lakini kumbe tatizo sio kuombewa. Anatakiwa afanye nini? Afanye nini? Asamehe na samehewe, afunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya 7. Waheshimu baba yako na mama yako, ukae siku nyingi katika dunia. Watu hawaelewi uzito ulioko wa kuheshimu wazazi, baba na mama. Kuna uzito mkubwa sana
katika maandiko mbele za Mungu juu ya wazazi, juu ya kuheshimu wazazi. Waefeso sura ya 6 mstari wa 2 mpaka wa 3. Waefeso sura ya 6 mstari wa 2 mpaka wa 3. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Kuwaheshimu hapa ni fafanua, maana mtu mwingine anaweza kudhani kwamba wazazi walipomwambia siokoke alitakiwa kuheshimu. Tunawaheshimu katika Bwana. Amen. Tunawaheshimu katika Kristo. Sio wewe mtoto una adabu kabisa, nimekuambia uninunulie pombe umekataa, sasa hujui kama mimi ni baba yako. Tunawaheshimu na kuwatii katika Kristo. Amen. Pale ambapo tunafanya hivyo sawa sawa neno la Mungu, hapo tunakuwa tumetimiza wajibu wetu kabisa. Lakini tukiwatii katika mambo yaliyo nje ya Kristo, hapo tunakuwa tumefanya uovu. Lakini ile kuwakosea adabu kabisa na kutokuheshimu kabisa kwa jeuri tu, jambo hilo mbele za Mungu ni hatia, na wengine siku zao zimekuwa chache za kuishi duniani kwa sababu ya kuwakosea adabu na kutokuwajali wazazi. Kuna andiko moja tu hapa nimelisahau, nimeliona juzi nikawa ninashangaa kwamba kumbe watoto tunapoangalia wazazi, yani maandiko yanatuagiza kuwalipa wazazi watoto, kuwalipa wazazi kwa kuwatendea mema. Ni neno kabisa la Mungu kwamba kwa kufanya namna hiyo tunawalipa. Kwa hiyo hivi tunaweza kuona leo watu wengine wajali wazazi wao, wana kazi zao, wana fedha zao, wajali wazazi wao nini. Mbele za Mungu ni uovu. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza ukamletea mtu shida ya siku zake za kuishi duniani zikawa chache. Maana wazazi wanapokuwa wananung'unika, wazazi wanapokuwa wanalalamika, wazazi wanapokuwa hawako radhi namna hiyo, jambo hili linaweza likamletea mtoto shida. Amen. Ndio maana wazazi vile vile sio wepesi wa kutamka maneno juu ya watoto wetu, kwa sababu Mungu ameiweka hili kwamba wazazi tumepewa kibali fulani juu ya watoto wetu. Kwa hiyo tusiwe wepesi wa kutamka maneno ambayo yanaweza kuwaletea shida watoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amri hii ndiyo ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya 8. Kanuni ya 8, kuwasikiliza watumishi wa Mungu ni kumsikiliza Mungu. Wengi hawajui. Watu wengi wanawadharau wachungaji wao. Na hapa naongea wachungaji wale ambao wanamtumikia Mungu katika kweli. Maana ukisema tu wachungaji, leo kuna wachungaji wa ajabu sana. Ambao wanafanya mambo ya ajabu. Hapa nazungumzia watumishi wale ambao wanamtumikia Mungu katika kweli. Unapokuwa unamdharau na kutokumheshimu wala kumtii wala kumsikiliza huyo mtumishi, kweli hana uwezo kukuchapa fimbo, hana uwezo wa kufanya nini, atakuangalia tu, hana jambo la kukufanya. Lakini mbele za Mungu umemkataa Mungu au umemtendea hivyo Mungu, jambo hilo litaleta shida. Na wengi wameshaingia kwenye shida hizi za kuona watumishi wa Mungu ni watu tu. Kwani wewe una nini? Wewe ni nini? Mtu huyo anamtumikia Mungu aliye hai, amesimama hapo badala ya Mungu. Usimnenee mabaya wala usimwazie mabaya, muombe. Wala usikatae maagizo yake ikiwa amekuagiza katika kweli na ya halali, yatendee kazi. Kinyume cha hapo unaingia hatiani, na Yesu mwenyewe anazungumza hivyo. Luka sura ile ya 10 mstari wa 16. Luka
sura ya 10 mstari wa 16. Luka 10:16. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataye ninyi anikataa mimi, naye anikataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Bwana Yesu asifiwe. Awasikilizaye ninyi, watumishi wake hapa anawaambia kwamba atakayewasikiliza ninyi amenisikiliza mimi, aliyenisikiliza mimi amemsikiliza Baba yangu aliyenituma, anayewakataa ninyi amenikataa mimi. Kwa hiyo unapomkatalia mtumishi wa Mungu au unapomfanyia jeuri jambo lolote lile, hujamtendea yeye, maana yeye naye ni mtumishi tu. Amesimama hapo si kwa niaba tu, ni kwa ajili ya Mungu. Yeye ni balozi tu, yeye ni mtu tu ambaye amepewa ujumbe amekuletea. Una sababu ya kufanya naye vita, usimchukie huyo, wala una sababu ya kumfanyia visa. Chochote ambacho unafanya juu yake kwa sababu ya utumishi wake alionao, kwa sababu ya huduma anayoifanya katika kanuni ya Mungu, umemfanyia Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hata lile andiko lingine lile anasema kwamba siku ile watu wengi watashangaa watakaposema, ni wapi Bwana tulikuona hatukukupa chakula? Ni wapi Bwana tulikuona hatukukupa mavazi? Ni wapi ulikuwa mgonjwa hatukuja kukuangalia? Atasema, kwa kadiri mlivyofanyia wadogo wale, mlimtendea nani? Mlinifanyia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni kanuni ya Mungu, kanuni ya Mungu. Chochote kile ambacho unadhani kwamba ungekifanya mbele za Yesu, mfanyie mtumishi wake leo katika jina la Yesu. Unapofanya kwa mtumishi wake, umemtendea yeye aliyemtuma, yeye aliyemweka hapo, Kristo Yesu mwenyewe, katika jina la Yesu. Kanuni ya 9 na ya mwisho, Mathayo sura 7 mstari wa 7 mpaka 8. 9 na mwisho, Mathayo 7:7 mpaka 8. Mathayo 7:7 mpaka 8. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kanuni, hii ni kanuni ya kimungu. Kanuni hii inatakiwa mtu awe anaombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Anaombaomba. Unapokuwa unaombaomba, wewe unakana unaombaomba, alafu wakati huo unatafuta, alafu wakati huo unabishabisha. Hebu angalia mtu akija nyumbani kwako, hata kama ulikuwa unalala, hodi, anagonga mlango, hodi hodi. Unasema huyu bwana nimelala, mwache tu, siamki, nimelala sasa, nimepumzika. Nafikiri akiona hakuna mtu ataitikia, ataondoka. Hodi nyumba hii, hodi. Wenye nyumba huko ndani mpo? Yaani mtu anapokwenda anazidi, hata ukisema ulale sasa hakulaliki. Huyu mtu yani hodi. Mwisho wa maneno, ngoja nikamalizane naye huyu, mimi nirudi kupumzika hapa. Kwa wewe nani? Hodi wenyewe mpo. Hodi huko. Vipi? Kumbe fulani yule akitoka Tanzania ndio anakuja asitupo. Hamjambo ya haya napita. Kile zote. Haya anaondoka, wewe unarudi ndani sasa, umeshakuwa kimya, unapumzika, unapeleka kupiga kelele, ndio? Sasa Mungu anasema, abishaye atafanya nini? Atafunguliwa. Atafutaye ataona. Hiyo ni kanuni. Ni kanuni ya Mungu. Mungu wakati mwingine anasubiri hii hodi ya mara ngapi? Ni hodi mara moja unaondoka, huyo kuna shida moja zake. Lakini hodi inaendelea, huyu bila shaka ana jambo fulani nyuma tu. Mbona ondoki? Anaendelea kugonga mlango. Atafutaye ataona. Aombaye atafanya nini? Atapewa. Kwa hiyo sio mara moja
hiyo hodi yako kuna mtu anakuja kukuhudumia. Na anasema yuko mtu kukuhudumia, anasubiri aone kama hizo hodi zinaendelea. Kama zinaendelea, huyu mtu anakuja kama anaendelea. Bwana asifiwe. Asema atafutaye ataona tu. Huyu ni Mungu anasema aombaye huyu atapokea bila shaka. Na yeye abishaye atafunguliwa. Kuna mlango gani unataka ufunguliwe kwa ajili yako? Endelea kuomba wote. Endelea kubisha hapo. Endelea kuomba. Usichoke kuomba, endelea kuomba. Mungu anasubiri mtu yule ambaye ataonekana ni msumbufu. Huyo atakuja kwa ajili ya kusikiliza. Unasema nini? Unataka nini? Kwa nini Bartimayo alikuwa? Bartimayo alikuwa anapiga kelele. Daudi, mwana wa Daudi tunaye. Yesu tunaye. Watu wakajiwewe. Nyamaza. Unapeleka mayoka nini? Wewe ni mheshimiwa bwana mkubwa. Unataka waende pale kueleza msalaba. Sasa Yesu Mungu ni mkusa adabu akusikiliza. Maana yeye ni kipofu. Akaendelea kupiga kelele. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Wewe unapiga kelele, anaendelea kugonga. Anaendelea kubisha. Anaendelea kugonga na kubisha. Mwisho wa siku Yesu ambaye alikuwa anapita, kelele zinazidi. Amepita nalo na bado mtu anaendelea kupiga kelele huko, akasema. Akasema kuteni. Hata kuteni huyo. Na wewe utaita. Zamu yako ya kuitwa inakusha. Endelea kuomba, zamu yako kuja. Nani huyu? Hebu kuteni. Mwanangu nasema nini? Nataka nini? Bwana atakutendea katika jina la Yesu. Hiyo ni kanuni yake. Ni kanuni yake. Endelea kugonga. Endelea kutafuta. Endelea kuomba. Bwana atasema mleteni hapa. Zamu yako kuitwa inakuisha. Endelea kubisha hodi hiyo katika jina la Yesu. Bali kama hivyo siwaje. Kanuni za ufalme zipo. Sisi ndio ambao tunapungukiwa. Hatutaki wala tunabidii tunataka kujua kanuni zinazungumza nini juu ya muhimu. Kanuni inasemaje juu ya maombi? Lakini kanuni zipo. Bila shaka sisi ni wahitaji pia kuja kujifunza hii. Lakini ni wahitaji katika hilo moja lingine. Endelea kuomba wote. Endelea kupisha mlango mbinguni. Endelea kumwita Bwana Yesu. Endelea kumkaribia. Bila kumkaribia, endelea kumkaribia. Asante nikaribia mimi na nitawakaribia. Bidii yako ya kuja ibada, bidii yako ya kuomba, bidii yako ya kujifunza, huko kote kumkaribia Bwana. Bwana naye anakukaribia wewe. Na uwenda ukishamkaribia ukifika mahali ambapo anakuuliza unataka nikufanyie nini? Maana Bartimayo anapoitwa akawa amekuja karibu na Yesu. Alipofika karibu na Yesu akamuuliza Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Bartimayo akasema nataka nipate kuona. Akapewa kuona. Amen. Ndiyo. Na sisi hivi mtukuta Bwana tunamkaribia Bwana siku kwa siku katika maombi, katika kila kitu. Na leo jioni niko hivyo, unataka Bwana kufanyia nini? Maana tunapo tukiendelea kubisha, je, unapobisha ni kubisha tu hodi unasubiri aje akuulize au unamueleza haja yako nini? Hebu nione leo. Mshukuru Mungu kwenye somo hili. Na tena tuna nafasi pia kumweleza Bwana, nimekukaribia wewe hata jioni leo. Nimekukaribia Bwana, nimekuja karibu nao. Na wewe ulikuwa umesema hauko mbali, niko karibu.